tumesongea mbele ya Mwenyezi Mungu Baba ili tukaweze kumenga chakula cha kiroho. Anasema siku ya leo tunatoa neno la siku ya leo katika kitabu cha Yohana sura ya 16, na nitaweza kusoma mahali pale ambapo niliweza kusoma tena, na nitasoma mstari wa 12. Hapo ndipo nitakapoanza pale. Inasema hata bado nikali ninayo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kwamba tuanze tu mstari wa kwanza ambao unasema, maneno haya nimewaambia msije mkachukizwa. Watawatenga na masinagogi, naam, saa yanja atakapodhania kila mtu auaye ya kuwa amtolea Mungu ibada. Na hayo watatenda kwa sababu hawamjua Baba wala mimi. Lakini nimewaambia hayo ili makusudi sasa ile itakapokuja myakumbuke ya kuwa mimi niliwaambia. Sikuambia hayo tangu mwanzo kwa sababu nilikuwa pamoja nanyi. Lakini sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka, wala hakuna mmoja wenu haniulizaye unakwendapi. Ila kwa sababu nimewaambia hayo, huzuni imejaa miongoni mwenu. Lakini mimi nawaambia hiyo kweli. Yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akisha kuja, huyo atakuhakikishia ulimwengu habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakuniamini mimi. Kwa habari ya haki, kwa sababu naenda zangu kwa Baba wala hamunioni tena. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Tuombeni. Mwenyezi Mungu Baba, ni asante kwa ajili ya neno lako. Naomba Bwana nitakalo likabidhi watu wako, watoto wako, ili Bwana tukaweze kukula chakula cha kiroho. Baba, unipe nguvu za Roho yako Mtakatifu nikaseme yaliyotoka kwako, Jehova Mungu wa mbinguni, na wape masikio ya kiroho ili wakasikize kutoka kwako Baba, jinsi umenipa siku ya leo. Baba, tubariki sisi wote Baba, na ukae pamoja nasi katika kila jambo, na katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Neno ile ambalo nimeweza kulisoma, nataka siku ya leo tukaweze kupata habari ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye mwalimu, ndiye anayetufunza mambo ya kiroho ama mambo ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ule ambapo tunaposoma neno la Bwana, ndiye anayetusaidia kuelewa. Na kitu ya kwanza Yesu Kristo alipowaambia wanafunzi wake kabla ya kuondoka ulimwengu huu, na hili jambo hakuwaambia tu wanafunzi wake, lakini alituambia na sisi, maana tulipokea neno la wokovu kutokana na hao ambao Yesu Kristo aliwaachia ili neno, na kwamba wao wakaweza kulikabidhi hata kwetu sisi. Na ndipo yeyote ambaye anayeokoka huwa ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, na pia yeyote anayepokea neno la Bwana anafuata kulieneza kwa wengine. Na hivyo siku ya leo nataka tukaweze kujua mambo ya Roho Mtakatifu. Ni mwalimu maishani mwetu na kiongozi, kwa maana amekuja kutufunza
Yesu Kristo anasema kwamba atakuja ama alikuja ili akaweze kutufunza juu ya dhambi, kitu ya kwanza. Na kitu ya pili, alikuja akaweze kutufunza juu ya haki, na kitu ile nyingine juu ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo haya kuyasema ni rahisi, lakini kuyachambua, nataka siku ya leo tukaweze kuyachambua mambo ya dhambi. Wewe unajua kwamba tunaishi katika ulimwengu wa dhambi? Na hili jambo tunajua kwamba tunaishi katika ulimwengu wa dhambi, maana wakati Mungu mwenyewe alipoumba mwanadamu, ni kwa alimuumba pale mwanzo, aliweza kumuumba, lakini wakati ule alipoumba mwanadamu hakukuwa na dhambi. Kwa hiyo mwanadamu alikuwa mtakatifu kama vile Mungu alivyo. Na hivyo basi katika harakati ya kuishi katika shamba la Edeni, ikawa sasa ndipo mahali ilitokea dhambi, mwanadamu akaweza kuanguka katika dhambi. Wakati ule Eva ama Hawa alipodanganywa na yule njoka ambaye alikuwa na shetani aliyekuwa na mfano wa nyoka, na akala tunda. Na kwa hivyo mwanadamu kutoka mahali pale akawa ni mwenye dhambi na akafungukiwa na utukufu wa Mungu. Na hivyo basi ulimwengu wote ukakuwa ni ulimwengu wa dhambi. Kwa hivyo tukae tukijua kwamba tunaishi katika ulimwengu wa dhambi. Na hiyo jambo tunaambiwa kwamba Roho Mtakatifu alikuja ili akaweze kutuonyesha sisi tunaishi katika ulimwengu wa dhambi. Na tukikaa katika ulimwengu wa dhambi, anatufunza jinsi vile tunavyoweza kukaa katika hali ya kujua dhambi ikiingia katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kuona mwanadamu wa kwanza ambaye ni Kaini. Kaini aliweza kuambiwa na Mungu wakati alipoghadhabika, wakati alitoa sadaka yake na kukosa kukubaliwa na Mungu, alighadhabika. Na Mungu akamwelekeza akamwambia, Kaini, angalia hii, kuna dhambi inakuandama wewe ili ukaweze kuifanya. Na Kaini akaweza kukosa kusikia sauti ya Mungu. Hiyo sauti ambayo ilimwambia Kaini kuna dhambi ambayo inamwandama ili akaweze kuifanya, ni sauti ya Roho Mtakatifu ambao inatuelekeza sisi ambao ni wa Kristo kwamba kuna dhambi. Na wakati ambapo yeyote na hata Mkristo yeyote ambaye akiishi katika ulimwengu, maana ni ulimwengu wa dhambi. Na unajua kwamba ni ulimwengu wa dhambi maana kila mtu anafanya makosa usiku baada ile nyingine. Lakini kwa sisi ambao tumeokoka, Roho Mtakatifu anatufunza ikiwa kuna dhambi ambao imo, anatufunza, anatuelekeza mambo yale yanayomfaa Mkristo kufanya. Na ndipo katika kitabu cha Tito inasema kwamba neema imekuja kwetu ili tukaweze kujua kusema hapana kwa mambo yasiyo ya Mungu na kusema ndio kwa mambo yale yanayofaa. Kwa hivyo huyo Roho Mtakatifu ndiye anatufunza mambo ya dhambi. Yaani ili ni jambo zuri ama ile ni jambo ambalo si zuri. Wakati utakapokuona Mkristo akifanya dhambi na hakuna chochote anachoweza kuishi moyoni mwake, na leo anafanya dhambi na kesho anafanya dhambi ile ile na kesho kutwa anafanya dhambi ile ile na anazidi kukaa katika dhambi ya kila namna, jua kwamba Roho Mtakatifu hayuko ndani yake. Maana Roho Mtakatifu anamwelekeza Mkristo jinsi ya kukaa mbali na dhambi ama kutotenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Maana sisi tunakaa katika ulimwengu wa dhambi. Na hivyo basi Roho Mtakatifu ni mwalimu wa kutufunza
mambo ya dhambi, na kila wakati anatuelekeza kwa mambo yale yanayofaa. Na ndipo Paulo aliwaambia Wagalatia hivi, akasema kwamba na wasimwendende katika roho na mtazitimiza tamaa za mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana anajua kwamba wakati tunapoishi katika ulimwengu wa dhambi, tukikaa mbali na Roho Mtakatifu, ama tukikaa tukiwa tusikizi Roho Mtakatifu akitufunza juu ya dhambi, tutakaa maisha ya mtu wa kawaida, na tutafika mahali tuanze kufanya dhambi pasipo hata kujua wakati tunapoingia katika dhambi. Kwa hivyo nasema kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu, na ni mwalimu wa kutufunza mambo ya dhambi. Yeyote anayeelekea katika dhambi, Mkristo, anahisi Roho wa Mungu akimuonya kwamba hii ni dhambi. Nimesema kwamba mwanadamu wa kwanza ambaye alielekezwa na Mungu juu ya dhambi ni Kaini. Kaini aliambiwa na Mungu, usifanye ili maana hii ni dhambi na inakuandama katika moyo wako, lakini hakusikia. Kwa ghadhabu yake akafanya ile dhambi ambayo aliweza kuonywa. Ni wengi siku hizi ambao wanaonywa juu ya dhambi, maana tunaishi katika ulimwengu wa dhambi. Wanaonywa na Mungu, lakini mtu ana-ignore. Na ipo basi mtu Mkristo aki-ignore Roho Mtakatifu, anafika mahali hata Roho ndani yake anakuwa hayupo tena, ama ikiwa yuko ndani yake hafanyi kazi. Na ndipo Paulo akasema kwamba na wasimwenende katika roho na mtazitimiza tamaa za mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Roho Mtakatifu anatufunza juu ya dhambi, ni mwalimu anatufunza juu ya dhambi. Na hivyo basi kila wakati unapoelekea kufanya jambo ambalo halifai, ikiwa ni wamama mnapokaa na mnapoishi katika kikao, ukisikia wamama wengine wakikaa katika kikao cha masengenyo, unahisi kwamba rohoni mwako hauna ile hamu ya kufanya ile dhambi ya kusengenya. Ikiwa ni watu wenye vitina, ukikaa katikati yao, unahisi moyoni mwako haufai katika kile kikao. Ukikaa katikati ya watu ambao wana chuki, unahisi kwamba hauna hamu ya kukaa mahali pale. Ukikaa katika kikao cha watu ambao wanachukia wengine ama wanasema maneno yasiyofaa, unasikia kwamba haufai. Kwa maana Roho Mtakatifu anakuonya kwa mambo ambayo ni ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye mwenyewe ni mwalimu na anatufunza juu ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine nimesema kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu na anatufunza juu ya haki tokao kwa Mungu. Kwa maana anatuonyesha kwamba ikiwa wewe umeokoka, umekuwa mtoto wa Mungu, umefanyika kuwa mwenye haki, na mbele za Mungu unaposongea unakuwa kwamba wewe ni mtakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anakufunza jinsi vile wewe umekuwa kiumbe kipya, uko na mamlaka ya kusongea mbele za Mungu ukiwa mtoto wa Mungu, ukiwa mwenye haki, ukiwa umehesabiwa kuwa mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukiwa umeokoka, anakufunza ile haki ambayo uko nayo. Si eti ni kwamba wewe unatenda matendo mazuri ndio ukue vile ulivyo, lakini ni kwamba Mungu mwenyewe amekufanya kuwa mwenye haki, na kwamba wewe ni mtoto wake, na unaposongea mbele zake wewe ni mtakatifu, na kwamba hakuna yeyote anayeweza kusimama mbele yako ukisongea mbele za Mungu. Mara ile Yesu Kristo alipokuwa hajatuokoa, sisi hatukuwa na haki na roho zetu zilikuwa zenye uonga wakati tunaposongea mbele za Mungu. Lakini wakati ambapo Yesu Kristo
alipotuokoa. Tuko na nguvu, tuko na mamlaka kwamba sisi tuna haki ya kusongea mbele ya Mungu Baba yetu. Na hii tunafunzwa na Roho Mtakatifu kwamba sisi tunapoenenda, sisi ni wenye haki. Sisi ni watu ambao tumekubalika mbele za Mungu pasipo hata mambo mengine, lakini damu ya Yesu Kristo imetuhesabia kuwa watoto wa Mungu na wenye haki mbele za Mungu wetu. Kwa hivyo hiyo ni mafunzo ambao tunafunzwa na Roho Mtakatifu wa kutuonyesha sisi ni wenye haki na kwamba tunafaa mbele za Mungu na kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Wakati ule tunaposongea mbele za Mungu, wakati wa ibada, tunakuwa na huru. Wakati tunapofanya kazi ya Mungu, unakuwa na huru na mfanyia kazi na roho yako ikiwa ina furaha na kuwa kwamba una hamu ya kuwa mbele za Mungu wakati wote. Lakini wakati ule ambao tulikuwa tumeokoka, hatukuwa na ile confidence ama ile mamlaka ya kusongea mbele za Mungu. Hii ni mafunzo ya Roho Mtakatifu anatufunza kama mwalimu wetu kwamba tuko na haki kusongea mbele za Mungu. Na wakati ambapo tunafanya kazi ya Mungu, tusiwe na tashwishi, tusiwe na wakati tunapoomba mambo ya kufunguliwa, huwa hatuna wasiwasi kwamba hatufai mbele za Mungu, lakini tunahisi tukiwa na nguvu na tuna haki kutokana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anatufunza hivyo, ili wakati ambapo tunafanya kazi ya Mungu, tunaposongea mbele za Mungu, tuwe na huru na tuwe na huru wa kweli kwa kuabudu, uhuru wa kufanya kazi ya Mungu na uhuru wa kujua kwamba kile tunachokihitaji kutoka kwa Mungu hakika anatupa na hakika yupo kwa ajili yetu, kwa maana tunafaa mbele zake. Na hivyo basi anatuondolea ile uonga na ile tashwishi ya kwamba sisi hatufai mbele za Mungu. Kwa hivyo hii ni mafunzo ambayo tunafunzwa na Roho Mtakatifu katika roho zetu, kwamba tuwe na mamlaka, tuwe na nguvu, tuwe na uwezo. Na ndipo nasema kwamba ndipo Mungu aliponena na Joshua akamwambia kwamba uwe na nguvu, usiongope wala usifadhaike. Kwa hivyo hilo ndilo jambo ambalo tunafunzwa na Roho Mtakatifu, tuwe na nguvu, tuwe na mamlaka, tuwe na uwezo wa kusongea mbele za Mungu, maana yeye anatuhesabia kuwa sisi ni watakatifu wake. Na hivyo basi jambo lile lingine ni kwamba Roho Mtakatifu anatufunza juu ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni jambo ambalo limestatiza watu wengi siku hizi, na hata watu wengi hawajielewi, waliookoka na wasiookoka. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wameingia katika dhambi, na mtu amefika mahali pale akasema kwamba mimi nahisi kwamba hata sifai mbele za Mungu kuwa nafaa kuokoka, kwa maana dhambi ambazo niko nazo sijui kama Mungu anaweza kunikubali. Lakini Roho Mtakatifu anatufunza kwamba juu ya hukumu, kwamba mmoja aliyehukumiwa ni shetani tu, lakini sisi tuko na chanji ya kuweza kuokoka na kufanyika wana katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo wakati unapojihukumu kwa matendo unayoyatenda, ni kwamba shetani anataka ukae katika hali ulio nayo, ili ukaweze kukaa maisha hayo, upitwe na wakati wa kumjua Mungu, na wakati wa kuokoka wako upite, hadi ukaweze kuingia katika mtego mmoja pamoja naye wa kuhukumiwa milele. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo basi nasema kwamba ikiwa uko katika akili ile na uko hai, Mungu amekupa hiyo nafasi hata sasa, hata ikiwa dhambi zako ziko haje. Na ndipo mtumishi wa Mungu
Mungu Isaya akasema kwamba, Isaya 1:18 inasema kwamba hata ikiwa dhambi zako ni nyekundu zitatakasika uwe kama theluji. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo nasema kwamba kila mwanadamu alio hai akona hiyo nafasi nyingine tena ya kuweza kufanyika mtoto wa Mungu. Kwa hivyo hakuna mwanadamu ambaye amehukumiwa akiwa hai, lakini akona ile nafasi nyingine tena ya kuokoka. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anatufunza hili jambo kwamba sisi tuko na nafasi nyingine tena ya kufanyika kuwa wana katika ufalme wa Mungu. Na kwa hivyo yeye anayejihukumu akiwa hai ajue kwamba Roho Mtakatifu hata sasa ananena kwamba wewe unafaa kujiangalia mwenyewe na kujua kwamba haujahukumiwa bado. Maana aliyehukumiwa ni shetani peke yake, lakini mwanadamu ako na hiyo nafasi ya kugeuka kutokana na matendo yake mabaya na kuweza kuokoka na kumjua Mungu na kufanyika mwana katika ufalme wa Mungu. Ni wengi sana najua kwamba wameshapotoka katika maisha yao hata siku ya leo, na wanasema kwamba hata sasa wanasema kwamba wengine wanasema kwamba muda wao wa kuokoka haujafika, na kwamba wameanza kujihukumu kwa matendo yao. Wanasema kwamba mimi ni mwanarika, hata siwezi kuokoka kwa maana matendo ninayoyatenda hayaambatani na neno la Bwana. Nasema siku ya leo geuka, maana kuna nafasi yako kuokoka. Kwa maana hakuna mwanadamu aliye hai ambaye amehukumiwa, lakini tumepewa nafasi nyingine tena ya kufanyika wana katika ufalme wa Mungu. Na wale ambao umri wao wanazidi kusema kwamba hawawezi kugeuka, jua kwamba haujui siku yako ya kuishi katika ulimwengu huu ama ya kutoweka katika ulimwengu huu ni siku gani. Maana mwanadamu yeyote ambaye anayetoweka katika ulimwengu huu hana nafasi nyingine tena ya kugeuka. Kwa hivyo huyo ikiwa amelala akiwa katika dhambi amehukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo basi ndio nasema kwamba Roho Mtakatifu anatufunza juu ya hukumu hiyo. Hii hukumu inastahili nani? Na hii hukumu ni ya nani? Hukumu amesema kwamba Roho Mtakatifu anatufunza kwamba hukumu ni ya shetani. Shetani ndiye already ameshahukumiwa. Lakini mwanadamu yeyote yule ambaye anaishi maisha ako katika ulimwengu huu ako na nafasi nyingine tena ya kuweza kumwamini Yesu Kristo na kupokea uzima wa milele. Lakini shetani peke yake ndiye ameshahukumiwa na hukumu yake imeshamalizika. Lakini mwanadamu yeyote yule akiwa katika uhai ako na nafasi nyingine tena. Nimesema kwamba watu wengi wameshanganyikiwa kwa matendo wanayoyatenda. Wengine wanazidi kutenda dhambi juu wanaona kwamba hawawezi kukubalika mbele za Mungu. Lakini nasema kwamba yeyote ambaye yuko hai ako na nafasi nyingine tena ya kumwamini Mungu. Lakini yeyote ambaye ametoweka katika ulimwengu hana nafasi tena, lakini amehukumiwa na hukumu ambayo shetani amehukumiwa nayo. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anatufunza mambo hayo. Kwa hivyo nasema kwamba siku ya leo nimesema kwamba Roho Mtakatifu ametumwa kwetu na Yesu mwenyewe ili akaweze kutufunza mambo matatu. Jambo la kwanza nimesema kwamba ni juu ya dhambi, na jambo lile lingine ni juu ya haki, na jambo la tatu ni juu ya hukumu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni mwalimu kwetu, anatufunza haya mambo matatu nimesema.
mambo ya dhambi, kwamba tunaishi katika ulimwengu wa dhambi. Kwa hivyo sisi ambao tumeokoka, kila wakati unapotembea, Roho Mtakatifu anakuonya juu ya dhambi na juu ya kuishi ukikaa katika hali ya utakatifu. Nimesema juu ya haki ili tujue kwamba tuna mamlaka mbele za Mungu ya kusongea katika kiti chake cha rehema, kwa maana sisi tena si wenye dhambi ambao tumeokoka. Juu ya hukumu, kujua kwamba mwanadamu yeyote yule ako na nafasi nyingine tena ya kuokoka ama kupata wokovu, lakini wanadamu hatujahukumiwa, wale ambao tuko hai. Wale ambao wanazidi kujihukumu kila wakati wakisema kwamba matendo ninayoyatenda sijui kama anaweza kukubalika mbele za Mungu. La hasha, aliyohukumiwa ni shetani peke yake, na kwamba masiku inakaribia kwamba wewe ukisha